Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC likishirikiana na wanamgambo wa Zalendo limezindua operation kubwa ya kijeshi inayolenga kukomboa mji wa kimkakati wa Nzibira ulioko katika jimbo la Kivu Kusini. Mji huu ulitekwa na waasi wa M23 mnamo tariki 22 Septemba mwaka 2025 kufuatia mapigano makali yaliyosababisha wanajeshi wa serikali na washirika wao kurudi nyuma kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vya kuaminika ikiwemo Radio Kapi, jeshi la FARDC ilianza mashambulizi ya kujibu mapigo mnamo tariki 13 Septemba mwaka 2025 ikiwa ni sehemu ya mpango mpana wa kurudisha udhibiti wa maeneo yaliyotekwa na waasi. Mashahidi katika maeneo ya karibu wameripoti kuona msafara ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo ukiendelea katika maeneo ya mapigano huku milio ya silaha nzito zikisikika. Operation hii inakuja baada ya M23 kudhibiti Nzibira kwa takriban wiki moja. Kutekwa kwa Nzibira kulionekana kama pigo kubwa kwa serikali kwa sababu Nzibira ina umuhimu wa kimkakati kutokana na kuwa na utajiri wa madini na kuwa na njia muhimu unaounganisha maeneo mengine katika jimbo hilo. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi katika eneo hilo alisema, "Tumejipanga upya na tumeazimia kuwafurusha maadui kutoka katika ardhi yetu. Operation hii ni jibu letu kwa uchokozi wa M23 na washirika wao. Hatutasitisha mapigano hadi hapo Nzibira na maeneo mengine yote yatakapokuwa chini ya udhibiti wa serikali." Wakati huo kumekuwa na taarifa zinazokinzana kuhusu hali halisi ya mji wa Nzibira. Ingawa baadhi ya vyanzo vya habari vilidai kuwa wazalendo walifanikiwa kuingia tena mjini humo, taarifa hizo zilikanushwa na shirika la kuthibitisha ukweli la Congo Check ambalo lilisema kuwa hadi hivi karibuni mji huo bado ulikuwa chini ya udhibiti wa M23. Mapigano haya yamesababisha wimbi jipya la wakimbizi huku raia wengi wakikimbia makazi yao kutafuta usalama katika maeneo ya jirani. Mashirika ya kibinadamu yameelezea wasiwasi wake kuhusu hali ya raia walionaswa katika mzozo huo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuishutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Rwanda imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Jumuiya ya kimataifa inazitaka pande zote zinazohusika katika mzozo huu kusitisha mapigano na kutafuta suluhu la amani. Hali katika eneo la Nzibira bado ni tete na matokeo ya operation hii ya FARDC na wazalendo yanasubiriwa kwa hamu, huku kukiwa na matumaini ya kurejeshwa kwa amani na usalama katika eneo hilo.